Asante sana katibu, ndugu waandishi wa habari mliohudhuria, umma wa Tanzania ambao wanatufuatilia na kutusikiliza, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya Jumuiya ya Wanataaluma wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, maarufu kama UDASA, tumewaita ili kupitia ninyi tuweze kuzungumza na umma wa Tanzania na kuwaalika katika mdahalo wa wazi utakaofanyika Jumapili ya tarehe 28 mwezi huu wa 9 mwaka 2025. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyojua, huu ni mwaka wa uchaguzi ambapo Watanzania wote wenye umri wa miaka 18 na kuendelea na wenye sifa ya kuchagua viongozi na kuchaguliwa watapata nafasi ya kumchagua rais, wabunge na wawakilishi pamoja na madiwani. Tunafahamu kuwa Tume Huru ya Uchaguzi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari imetangaza kwamba uchaguzi huo utafanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu wa 2025. Tunafahamu vile vile kuwa Tume Huru ya Uchaguzi imetufahamisha kwamba vyama vya siasa 18 vimepata vibali vya kushiriki uchaguzi na tayari vinaendelea na kampeni kuomba ridhaa ya wananchi ili viweze kushika dola na kuiongoza Tanzania kwa miaka 5 ijayo, yaani kuanzia mwaka 2025 mpaka mwaka 2030. Kwa maana hiyo basi, sisi kama Jumuiya ya Wanataaluma wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDASA tunatambua kwamba ili chama kiweze kupata ridhaa ya wananchi lazima kieleze kinagaubaga ni nini kitafanya ili kuwaletea wananchi maendeleo endelevu na jumuishi. Maelezo juu ya nini chama cha siasa kinachoshiriki uchaguzi kinatarajia kufanya ili kuwaletea wananchi maendeleo yameandikwa kwenye ilani ya uchaguzi ya chama cha siasa husika. Kwa kutambua hilo, sisi UDASA tumeandaa mdahalo kujadili ilani za vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025. Na lengo la mdahalo huu ni kuwapa fursa wanataaluma na wananchi kwa ujumla kukutana na viongozi wa vyama husika ili kuwasikiliza wakichambua ilani za vyama vyao. Hii ni fursa ya kipekee kwa wanataaluma na wananchi kwa ujumla kuuliza maswali na kuomba ufafanuzi juu ya mipango ya vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi ambayo yamebainishwa katika ilani zao. Vile vile ni fursa ya kipekee kwa vyama vyote kunadi sera zao na kutuambia ni nini watafanya endapo watapata ridhaa ya kuwaongoza wananchi kwa miaka 5 ijayo. Wazungumzaji wakuu katika mdahalo huu watakuwa ni makatibu wakuu ambao ndio watendaji wakuu wa vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi mkuu mwaka huu 2025. Makatibu wakuu wa vyama ambavyo tumevialika ni pamoja na ifuatavyo: National Convention for Construction and Reforms, NCCR Mageuzi. Tumewalika pia Alliance for Change and Transparency, ACT Wazalendo, National League for Democracy, NLD, Chama cha Wananchi CUF, United People's Democratic Party, UPDP, National Construction Alliance, NRA, Union for Multi-Party Democracy, UMD, African Democratic Alliance, ADA-TADEA, Chama cha Mapinduzi, CCM, United Democratic Party, UDP, Chama Makini au Makini, Democratic Party, DP, Sauti ya Umma, SAU, Alliance for African Farmers Party, AAFP, Chama cha Kijamii, CCK, Alliance for Democratic Change, ADC, pamoja na Chama cha Ukombozi wa Umma, CHAUMMA. Mimi naitwa Dominicus Zimanimoto Makukula. Mimi ni mhadhiri mwandamizi hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na ni katibu wa Jumuiya ya Wanataaluma wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Swala la kuitisha mdahalo sisi wanataaluma kwenda kujadili ilani ni swala ambalo limelenga hasa kufikisha elimu sahihi au kuwakumbusha wote wanaohusika kwenye shughuli za uchaguzi, ninyi waandishi wa habari, umma mzima, wanasiasa,
wote watakao kuwa kwenye mdahalo na wale ambao watakuwa kwenye mdahalo na wale watakaowasilisha ilani zao. Neno ilani la Kiswahili sisi tumelitoa kutoka kwenye neno la Kiingereza linaitwa manifesto. Neno manifesto la Kiingereza limetolewa pia kutoka kwenye lugha ya Kilatini linaloitwa, hilo neno linaitwa kule manifestum. Manifestum maana yake orodha ya mambo ya ukweli. Manifestum, orodha ya mambo ya ukweli ambayo mtu anaenda kuyasema mbele ya wengine anapotafuta ridhaa ya kuwaongoza. Sisi sio polisi kwenye mchakato huu wa masuala ya uchaguzi. Sisi kazi yetu kubwa kama wanataaluma ni kutoa elimu, kufanya utafiti na kutoa huduma kwa umma. Kwa hapa sisi sasa hivi tunafanya jambo hili kubwa kabisa la kutoa elimu na kutoa huduma kwa umma baada ya kujiridhisha na tafiti zetu. Sasa hivi tumepata vyama 18 ambavyo vinaenda kushiriki uchaguzi na vyote vimeandaa manifesto. Daniel Shila ni profesa mshiriki hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na pia ni makamu mwenyekiti wa UDASA. Sisi kama wanataaluma tunatamani kuamsha fikra kwa wananchi waweze kujua namna ya kuwawajibisha wale ambao kwa mfano wanatoa ahadi zao bila kutekeleza. Kwa hiyo tunajaribu kuamsha fikra na wananchi wenyewe wataweza kuwa na uwezo wa kuelewa na kusema nini wanataka kufanya endapo kuna watu ambao hawatatekeleza zile ilani zao ambazo wanazisema. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.